pia inakupa ubora wa mpunga ambao utakaushia kwenye kutumia mashine hii. Pia ina matumizi madogo ya umeme kutokana na mashine hii inatumia pande mbili za matumizi. Unaweza kutumia umeme, pia unaweza kutumia maganda yanayotokana na mpunga. Kwa hiyo inakuwa na option mbili. Unaweza kutumia umeme, pia unaweza kutumia maganda ya mpunga. Kwa hiyo kwa leo tunaweza kuona faida mbalimbali za mashine hii, na tunaamini kwa wakulima au vikundi mbalimbali vinaweza vikatumia mashine hii kuachana na matumizi ya kuanika mpunga kwenye jua ambayo inachukua muda mrefu. Ni kwamba wakulima wanatoa mazao shambani yakiwa yamekauka, lakini ukaukaji wake msimu wa mavuno si mara zote unakuwa unatosheleza kwa ajili ya kuingizwa sokoni. Kwa hivyo basi, kinachofanyika, mashine hii hapa ina setting maalum kabisa. Kwa mfano zao la mpunga kitaalam, hapo karibuni nimefahamu kwamba linahitaji unyevu ambao unasoma 13 mpaka 14 kitaalam. Kwa unakuta tunatoa shambani wakati bado ule unyevu una maxi 20 huko 19 18. Ukitumia hii mashine, cha kwanza zile nafaka hazivunjiki. Kienyeji tumezoea tunaanika kwenye maturubai, kwenye mikeka, tunageuza. Kimsingi ukaukaji unakuwa sio sare kwa nafaka zote. Nyingine inakuwa imekauka zaidi, nyingine katikati, nyingine imekataa kukauka. Kwa hiyo ubora wa nafaka unakuwa mdogo. Lakini ukitumia hii mashine, ile setting unaandika kabisa kwamba nafaka hii nataka ifike kwenye kipimo 13. Kwa hiyo nafaka yote inakuwa imekaushwa kwa kiwango kimoja cha kilo. Lakini nafaka inayoingizwa humu haivunjiki. Kwa hiyo nafaka inatoka ikiwa safi na ubora wake. Hiyo ndio tofauti ya mkulima atakayetumia njia ya kienyeji ya kukausha nafaka zake na atakayekubali kuhama kwenye kienyeji kuja kwenye teknolojia bora zaidi ya kisasa ya hii mashine ambayo tumeletewa na wenzetu wataalamu kutoka Japan. Kwa maana ubora wake ni mzuri, lakini tuseme inatija zaidi, hata kwenye uendeshaji wa gharama zake ni ndogo. Kwa maana mashine hii unapoiona inatumia umeme kidogo, lakini pia inatumia pumba za mpunga, zile pumba ngumu za mpunga. Sasa unaweza kaona kwamba watu wengi wamekuwa wakipita kwenye mashine huko, kuna pumba ngumu zinazalishwa, lakini hawana pa kuzitupa. Kwa hii badala ya pumba kuitupa, badala yake unaichukua unatumia kwenye mashine hii kwa ajili ya kukausha nafaka. Hiyo ni faida kubwa ambayo mashine hii inaleta mapinduzi makubwa. Kwanza imekuwa mazingira imekuwa ni friendly, lakini pia namna nyingine inasaidia katika kuboresha nafaka ambayo. Kwa upande wa mashine za ukaushaji ni teknolojia mpya, lakini itatuokoa katika mambo mengi. Tukianza kwanza, tukiangalia kwanza ukaushaji wa kutumia mwanga wa jua ambao ndio tuliozoea, kwa kweli kuna hasara kubwa. Kwanza, mpunga unapotoka shambani unakuwa na unyevunyevu mkubwa sana wa kutosha. Pindi jua linapokuwa halipo, ina maana kwamba ule mpunga hautakauka kwa kiwango kinachotakiwa, na ukiupeleka katika eneo la kukoboa unaweza kutoka umekatika, ama umetoka hauna rangi, ama aidha umetoka ukiwa na aina fulani ya rangi ambayo sisi tunaita kama biriani. Kwa kifupi, ile biriani ni kama sumu kuvu. Kwa hiyo tayari tutakuwa tumepata hasara ya ule mchele, ingawa utauzwa, lakini utauzwa kwa bei ambayo sio ya soko. Lakini kwa teknolojia ile kuja hapa sasa hivi ya mashine hizi za kukausha kwa kutumia pumba za mpunga, ambayo ni teknolojia ya kisasa kabisa, itatuokolea kwanza muda wa kukausha mpunga, kwa maana kwamba jua kukausha tani moja kwa mpunga wa Usangu kwa kutumia jua unaweza kutumia masaa 10 mpaka hata masaa 24, kwa maana kwamba utakausha siku ya kwanza na siku ya pili. Lakini kwa teknolojia hii
kwa tani moja ni masaa 3 tu utakuwa umeshakauka mpunga wako. Kwa hiyo itatuokolea muda na pia itatuokolea na gharama ambazo tutakazotumika kukaushia huo mpunga, na pia itatupa kitu ambacho ni bora. Hata kikienda sokoni itaonekana hichi kitu ni bora na mchele wetu utakuwa umepanda thamani zaidi. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.